Kwanza nianze kwa kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali yote kwanza mimi nitangulize shukurani za dhati kwa Muumba wetu Mwenyezi Mungu, lakini pia sambamba na hilo nitangulize kwa kuanza kujitambulisha. Kwa majina niliyosimama mbele yenu ni Abdurrahman Muhammad Matulano, diwani wa kata ya Mijejele, wilaya ya Masasi, mkoa wa Mtwara. Pamoja na kujitambulisha kwangu, nitumie fursa hii kumshukuru mwandishi wangu wa habari ambayo ametenga muda wake akafika kwenye eneo hili la kijiji cha Mtengula ambako ni nyumbani kwangu kwa kuja kufanya mazungumzo kwa mukhtasari walau kwa kile ambacho Mungu atajalia kuweza kukizungumza kwa wakati huu. Kwa hivyo nipongeze Radio Newala kwa mtangazaji wetu Bwana Kizuri kwa namna moja au nyingine alivyojaliwa kufika kwenye eneo hili la kijiji hichi cha Mtengula kwa lengo la kuja kufanya mazungumzo ya dhati kati yake na mimi mheshimiwa diwani wa kata hii ya Mijejele. Asante mheshimiwa diwani. Nataka tuweze kuzungumzia sasa miradi ambayo unayo tangu uweze kuingia madarakani. Ni miradi ipi ambayo unayo hadi hivi sasa? Shukrani sana mtangazaji wangu. Binafsi nianze kutambulisha miradi ambayo ninayo kwenye kata yangu ya Mijejele. Baada tu ya kupokea kijiti kwa aliyokawa diwani ndugu yangu Juma Ramadhani Pole, moja katika mambo ambayo Mungu amejalia ikawa baada ya kupata nafasi hii ikawa ni msimamizi wa maendeleo kwenye kata hii ya Mijejele. Moja ya jambo ambalo Mungu amejalia ni kuniwezesha kumalizia ujenzi wa daraja kutoka kijiji cha Mtengula kwenda Mputeni. Hilo jambo la kwanza. Lakini pia kwenye majukumu yangu, moja katika vitu ambavyo baada tu ya kupokea kijiti hichi cha uongozi kutoka kwa ndugu yangu Juma Ramadhani Pole ni ujenzi wa shule ya msingi, shule shikizi katika kijiji cha Mputeni, ujenzi wa madarasa 3. Lakini pia mpaka hivi ninavyozungumza mradi bado unaendelea. Lakini pia nikizungumzia huko Mputeni, ujenzi tumebahatika kupewa na serikali zaidi ya milioni 102 kwa sababu ya ujenzi wa madarasa 4 kwa ajili ya kumalizia kutimiza idadi ya madarasa katika shule hiyo shikizi ya Mputeni. Hiyo ni moja katika maendeleo ambayo yamefanyika tu baada ya kipindi hichi cha kupata mimi uongozi kwenye kijiji hicho cha Mputeni. Lakini pamoja na hilo nishukuru tu serikali yetu kwa namna moja au nyingine, baada tu ya kuguswa kwa kile ambacho nilitolea taarifa kama mheshimiwa diwani kunako ujenzi wa madarasa 2 ya shule ya msingi Tuleane ambao kwa sasa uko katika hatua ya boma na ujenzi unaendelea. Hiyo ni moja katika mambo ambayo baada tu ya kupata nafasi yangu ya udiwani kwa sasa ni moja katika mambo ambayo Mungu amejalia kuweza kuyasimamia. Lakini bila kusahau kwenye kijiji changu hichi cha Mtengula, nashukuru serikali imejali kupitia mfuko wa jimbo na nguvu za wananchi kupata mifuko ya saruji takribani 260 ambayo kwa hivi sasa tunazungumzia tuko kwenye hatua ya ufyatuzi wa tofali za bloko. Asilimia 95 tumefikia hatua mzuri kwa ajili ya ufyatuzi huo kwa lengo la kuanzisha ujenzi wa shule shikizi katika kijiji hichi cha Mtengula. Hayo ni moja katika miongoni mwa mambo ambayo kwenye kipindi changu hichi cha uongozi nimeyafikia, na nashukuru Mungu amejalia kunipa nguvu. Nimesimama sawasawa na serikali yangu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassani na Mheshimiwa mbunge Ali Isa Mchungaela, mbunge wetu wa jimbo la Lulindi. Binafsi ni washukuru viongozi hao niliowataja, Mheshimiwa Rais, lakini Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Ali Isa Mchungaela
kwa kuniunga mkono 90%. Nashukuru na kwenda nao vizuri na mambo yanakwenda kwenye kata yangu. Lakini bila kusahau nipongeze tu, baada tu ya kupata nafasi hii ya uongozi, Mungu amejalia nimejaribu kupambana kwenye baadhi ya maeneo, hususani kwenye kituo cha zanati pale Mijejele. Mambo yanakwenda na kuna baadhi ya mambo nimesimamia yamekaa sawasawa na huduma inapatikana. Lakini bila kusahau kwenye kijiji cha Mputeni nako mambo yanakwenda, zanati ya Mputeni nashukuru nimesimamia baadhi ya mambo na mambo yanaendelea sawasawa. Lakini bila kusahau kwenye shule ya sekondari Mijejele, Mungu amejalia tumejaribu kujitahidi kupambana halmashauri, na hivi kwa sasa ninavyozungumza kuna mradi ambao wa kuletewa vifaa vya maabara ambavyo takribani baada tu ya kuanza hii shule mwenzangu ulioisha muda wake akuweza kupata, na mimi ni mmoja katika watu ambao nimepambana na ahadi iliyokuwepo muda wote na saa yote. Kutoka sasa nitapokea mradi huo takribani wa pesa milioni 30 kwa sababu ya vifaa vya maabara. Asante Mheshimiwa Diwani. Sasa tuzungumzie miundombinu. Changamoto ya miundombinu. Tumepita sisi, tumeona barabara jinsi ilivyo. Kuna mikakati gani katika miundombinu ya barabara yetu? Naam, shukrani sana mtangazaji wangu. Nikizungumzia miundombinu, moja katika baadhi ya maeneo kwa sasa yamekuwa hayako sawasawa ni kutoka katika kata ya Chungutwa kuja kata ya Mijejele kupitia barabara ya Mipande, hali si shwari. Lakini kwa juhudi ya kipekee mimi kama mheshimiwa diwani nimeshafikisha taarifa yangu kwa watu wa TARURA. Alhamdulillah, siku mbili takribani kutoka sasa nimefanya mazungumzo na moja katika maafisa TARURA pale kunako barabara hiyo kutoka Chungutwa kuja Mtengula. Kwa majibu niliyopewa binafsi yameniridhisha. Muda wote kutoka sasa watafanyia kazi kutoka Chungutwa hadi katika kijiji chetu cha Mtengula. Lakini bila kusahau, moja katika changamoto ni katika kijiji cha Mijejele, kutoka Mijejele kwenda Milunda, na hapa pia nimefikisha taarifa hii kwa watu wa TARURA na wao wako kwenye maandalizi. Baada ya bajeti tu walichonihakikishia watakuja kufanya utekelezaji mara moja kwa lengo la kunasua haya mapungufu yaliyokuwemo kwenye hizi barabara. Asante. Asante kabisa. Sekta ya afya, una mradi wowote katika sekta ya afya? Naam, sekta ya afya mradi ninao. Kwa nguvu za wananchi tumejaliwa katika kijiji cha Nambunda, mtaa wa Tupendane, kuna zanati ambayo kwa sasa tuko hatua ya boma, kilichobaki ni umaliziaji. Nako nimejitahidi kupambana na kupeleka taarifa zangu halmashauri. Kwa hivyo ambacho nasubiri kwa sasa ni utekelezaji ambao nimeahidiwa tu baada ya muhula huu wa pesa, mambo yakikaa vizuri wanaweza kuja kumalizia ule ujenzi na kupata huduma wananchi wa kijiji cha Nambunda, Tupendane, Mpwapwa kwa ujumla wao kwenye vile vitongoji, ili adha ya afya ikae sawasawa kwenye maeneo hayo. Asante. Tuna jambo katika halmashauri zetu zote, zile 10% zile za mikopo. Kipindi ambao umeingia madarakani mheshimiwa, hizi 10% umezitendea vipi haki? Vijana wamepata, walemavu wamepata na wanawake pia? Shukrani sana kwa swali zuri, mtangazaji wangu. Binafsi nishukuru Mungu tena kwenye hicho kipengele ambacho nimeulizwa. Baada tu ya kuchukua kijiti, harakati hii ilivyoanza, mimi niseme ni mmoja katika wanufaika ambao wananchi wangu vikundi vilivyokuwemo kwenye kata ya Mijejele wanakwenda kufaidika 10% hii iliyotengwa kwa sababu ya uwezeshaji walemavu, lakini pia wanawake na vijana. Hivi ninavyozungumzia kwa sasa takribani vikundi 4 vimepita, wamefaidika mradi huu kwa sababu ya kuweza kujinasua kwenye baadhi ya mambo na kuendeleza maendeleo kwa kila mmoja ambaye anahusika kwenye vikundi. Kwa hivyo binafsi napongeza sana hilo kwamba vikundi vyangu 4 ndani ya kata ya Mijejele kwenye miezi yangu hii 8 wao ni moja katika wanufaika kwenye jambo hilo la mikopo ya 10%.
Unawaambiaje sasa vijana na walemavu na wanawake ambao wanahisi labda ile mikopo ni ya watu fulani? Mimi kama mheshimiwa diwani nitoe tu hamasa kwa vijana, lakini wanawake na walemavu bado waendelee kuunda vikundi, wakiamini kwamba wasiwe na mashaka, panapo majaliwa Mungu akijalia wanaweza kupata mikopo, wakawa wanufaika wakubwa kwenye maendeleo kupitia hiyo 10% ambayo serikali imepanga kwa sababu ya maendeleo ya kunusuru na kuendesha chachu kwa vijana wetu ili wawe miongoni mwa watu ambao watakuwa wananufaika kuhusiana na 10% hii. Kwa hivyo msingi wangu niseme tu, nihamasishe kwa kila kijana, kina mama wawe katika hali ya kuona wana kila sababu ya kuunga vikundi na kufanya hamasa ili tuweze kupiga maendeleo ndani ya kata yetu ya Mijelejele, ili tuweze kunufaika na maendeleo hayo yanayotokana na serikali kwa 10% ambayo imepangwa kuwa ni rasmi kwa sababu ya kuwezesha vijana, wakina mama na walemavu. Asante. Tumalizie katika sekta ya kilimo. Tupo katika msimu hivi sasa, ama tunaelekea kwenye msimu wa korosho. Wakulima wako wamepata salfa, na kama hawajapata, diwani umepambana vipi sasa kuweza kuwapatia wakulima wako salfa? Shukrani sana. Nishukuru kwa swali zuri sana. Niseme kama mheshimiwa diwani nishukuru tu. Kwa awali kabisa kwenye kata yangu ya Mijelejele, Mungu amejalia tumeweza kupata pembejeo ambazo ni za maji, na kwa hali hiyo sasa nashukuru wananchi wangu wanaendelea kutumia. Niseme tumepata hiyo pembejeo ya maji, lakini mpaka sasa hivi ninavyozungumza harakati ya salfa ya unga kwa sasa hatujaipata, lakini nimejitahidi kama mheshimiwa diwani kufanya mawasiliano makubwa sana na baadhi ya bodi, viongozi wa bodi ya korosho, afisa bodi wa korosho nimezungumza naye, lakini amenihakikishia hakuna shaka mheshimiwa diwani, tutajitahidi, tunahakikisha tunakuja kuondoa kero ya watu wa Mijelejele kwa kuwaletea salfa ili na wao wawe wanufaika kwa sababu ya mfuko huo wa pembejeo. Kwa hivyo nitoe hamasa au niwaase wananchi wangu wa kata ya Mijelejele wasijisikie wanyonge kunako salfa. Salfa inakuja, hakuna mashaka na jambo litakaa sawa sawa. Waniamini, niko kwa ajili yao, niko kwa sababu ya maslahi ya wana Mijelejele kwa ujumla, kwa sababu mimi ni mmoja katika wana Mijelejele ambao tunaguswa maendeleo mazima ya kata yangu ya Mijelejele. Binafsi sitaridhishwa kuona tunakosa pembejeo au salfa kwa sababu ya huduma hiyo ya mikorosho yetu. Niwahakikishie bila wasiwasi watapata wakulima wangu wa kata ya Mijelejele. Waamini kabisa awamu hii wametuma jembe maalum ambalo linaweza kusimama na kufikisha hoja sehemu yoyote ambayo inahusika kufikishwa hoja kwa sababu ya maendeleo ya kata yetu ya Mijelejele. Haya, tuwekee nukta. Tunaelekea 2030. Waambie kitu wananchi wako ambao unawaongoza, ndio kwanza mwaka 2026. Naam. Nishukuru sana tangazaji wangu. Niende kwenye pointi ya mwisho. Niombe sana wananchi wangu wa kata ya Mijelejele, ndugu yao Abdurrahmani Mohamed Matulano, kwao imekuwa ni mtu sahihi kama imani yao walivyoikopesha kwangu, na mimi ninawaahidi nitasimama sawa sawa. Kubwa waendelee kuniunga mkono na wanipe sapoti kama tulikotoka na mpaka sasa tunakuendelea, nikiamini kabisa bado tunakwenda sawa sawa. Na niwaambie ya kwamba hamjafanya makosa kwa ndugu yenu mimi Abdurrahmani Mohamed Matulano kunichagua. Niwaombe sana, twendeni tuwe na subra, lakini muniunge mkono ili tuweze kuleta maendeleo kwenye kata yangu ya Mijelejele. Lakini pia nizungumze maneno yafuatayo. Kuna baadhi ya watu wanatamani labda, ila niwahakikishie tu kutokana na kwa yale ambayo nayafanya mazuri, ndugu zanguni, endeleeni kuniunga mkono na tunahakikisha kabisa hata mwaka 2030 kazi isiwe ngumu kwa sababu ya juhudi yangu ambayo nayafanya kama ndugu yenu kwenye kata yenu hii ya Mijelejele. Bila wasiwasi ninawaaminini, muniaminini, na mimi tutaendeleza gurudumu hili la maendeleo kwenye kata yetu
ya Mijejele. Nitumie maneno mengine kwa kuwashukuru sana wana Mijejele wenzangu kwa utulivu ambao uliokuwepo kwa sasa kwenye kata yangu ya Mijejele, nikiamini wao munaridhika na mimi ndugu yenu kuwa ni kiongozi kwenu kwa kuweza kusimamia baadhi ya mambo, na hakuna mashaka niseme nitaendelea kusimama, na mimi nitakuwa bega kwa bega na nyinyi wakati wowote na saa yoyote. Yoyote mwenye jambo basi, kama ninavyosema siku zote kwenye mikutano yangu, milango iko wazi, na bado mimi sijawa mtawala upande wenu, ila bado nategemea uongozi huu kupitia kwenu nyinyi kwa kunishauri kwa namna moja au nyingine. Kwa namna hiyo tu niseme kupitia na kubali ushauri wenu, naomba sana muniunge mkono tukihakikisha gurudumu hili la maendeleo ndani ya kata yetu ya Mijejele inakaa sawasawa, na wale wanaotamani washindwe namna ya kuweza kuingia kwenye kata hii ya Mijejele iwe wameshafikia mkomo wao iwe kwa sasa umeshafika, wasitamani kabisa. Na niwahakikishie kwa wale wanaotamani nafasi hii itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu ndugu yao Abdamani Matulano nimesimama sawasawa, najua yote yanayotengenezeka na ninakusudia kuiweka kata yangu ilivyo sawa, iendelee takriban miaka 5 yote, lakini baada ya hapo niongezewe tena na miaka 5 ili gurudumu la maendeleo kata hii ya Mijejele, mtu ambayo sio mtu wa visasi, ni mtu ambayo nafikika, ni mtu ambayo nakubalika kwa jamii, ni mtu ambayo wa maono makubwa. Kwa sasa niseme wasiwe na tamaa hiyo, wawe na kazi zingine za kuzifanya, na bado tuseme tu yule faru wa Mto Mwiti na Majembe bado yupo sawasawa, anaendelea kupambana na kusimamia maendeleo ya kata hii ya Mijejele. Bila wasiwasi tutafika lengo na manufaa makubwa kwenye kata yetu hii ya Mijejele, bila kuwasahau wazee wangu wa kata Mijejele popote watavosikia ujumbe huu, bado waendelee kuniombea dua mmoja mmoja, lakini hata kwenye makundi wanitaje makanisani na misikitini kwa lengo la kuweza kusimama sawasawa kwenye nafasi yangu hii ya uongozi. Asante. Asante sana kwako pia.